بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Naam, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la ulumul Qur'an, na leo tupo kurasa namba 11 katika kuzisoma sifa mbili zinazoegemezwa katika sura zilizomo ndani ya Qur'an. Sura zilizomo ndani ya Qur'an, kama tulivyotangulia kusoma katika darasa yetu ya nyuma, zina majina, na majina hayo hakutokea tu mtu akayapachika katika hizo sura, bali ni majina ambayo sisi tumeyapokea kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini mbali na majina, sura hizi zilizomo ndani ya Qur'an kuna sifa nyingine mbili zinazoegemezwa katika hizi sura, nazo ni sifa zinazoegemezwa katika sura kwa mujibu wa kuteremka kwake. Tamam. Mathalan, suratul Baqara. Suratul Baqara inafahamika kwa jina kuwa ni suratul Baqara, lakini kuna sifa nyingine inayoegemezwa katika sura hiyo kwa mujibu wa kuteremka kwake. Tutasemaje? Suratul Baqara makkiyya, suratul Baqara madaniyatun. Suratul Baqara ni sura iliyoteremka wapi? Madina. Suratul Nisa vile vile inafahamika kuwa ni suratul Nisa, lakini kuna sifa nyingine inayofungamana na sura hiyo kwa mujibu wa kuteremka kwake. Suratul Nisa pia ni madania, kwa maana ni sura inayoegemezwa au kunasibishwa na kuteremka wapi? Madina. Tamam. Kwa hiyo leo tutasoma sifa mbili hizi, sifa ya kwamba sura ni makki au madani. Sura makia ni ipi na sura ambayo ni madania ni ipi? Tamam. Na hizi sifa mbili ni sifa ambazo zinaingia pia mpaka katika aya, haziishii tu katika sura. Tamam. Ndio maana unakuta muda mwingine sura ni madania, lakini ndani yake kuna aya inayozingatiwa kuwa imeteremka Madina au inanasibishwa na kuteremka Madina. Vile vile pia unakuta sura ni madania, sura inasifiwa na kuegemezewa sifa kuwa imeteremka Madina, lakini ndani yake kuna aya zinazozingatiwa kuwa zimeteremka Makka au zinanasibishwa na kuteremka Makka. Tamam. Mfano wake katika surati Tauba, surat at-Tauba. Katika surati Tauba kuna aya inayonasibishwa na kuteremka Makka, ingawaje surati Tauba ni badania tu, ni sura inayozingatiwa kuwa imeteremka wapi? Madina. Ile aya ya 113 inayosema ma kana linnabiyi walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikin walau kanu uli qurba min ba'di an tabayyana annahum ashabul jahim. Sura hii imeteremka fi haqi Abi Talib, imeteremka katika kumuhusu nani? Abi Talib. Tunafahamu kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na pupa, alikuwa na hamu kubwa ya kusilimu ammi yake huyo Abi Talib, lakini halikufanikiwa hilo. Allah akamwambia hauwezi kumuongoa umtakaye, lakini Allah ndiye anamuongoa amtakaye. Ikafikia hatua Abi Talib akafariki basi na kutamka shahada. Alivyofariki mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema la astaghfiranna lahu ma dumtu hayya, nimwombee msamaha ammi yangu huyo Abi Talib ma dumtu hayya, muda niko hai, au kama alivyosema mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya mtume kusema hivyo, ndio ikateremka aya hii, na aya hii iko ndani ya surati Tauba. Sasa surati Tauba inazingatiwa kuwa ni madania, lakini aya hii ya 113 inayoelezea tukio hili
inanasibishwa na kuteremka wapi? Makka. Na kwa nini tunatumia lugha hii, lugha ya kwamba makkiyatun ni sura iliyoteremka Makka au inayonasibishwa na kuteremka Makka? Na kwa nini tunaposema madaniyatun tunasema kwamba ni sura iliyoteremka Madina au inayonasibishwa na kuteremka Madina? Kwa sababu wanawazuoni wamekhtalifiana. Sasa ile ikhtilafu inatulazimu sisi tutumie hizi maana mbili, maana za kusema makkiyatun ni sura iliyoteremka Makka au inayonasibishwa na kuteremka Makka. Tamam. Wanawazuoni wamekhtalifiana katika kufanya taarifu ya sura ambayo ni makki na madania katika kauli tatu, kama namna ambavyo tutakuja kusoma hapo mbele. Tamam. Minhum man hakama dhalika bi'tibari zaman, miongoni mwao kuna aliyelihukumu hili kwa kuzingatia muda, tutakuja kuona. Wa minhum man hakama dhalik bi'tibari almakan, na miongoni mwao kuna waliohukumu hili kwa kuzingatia nini? Sehemu. Wa minhum man hakama dhalik bi'tibari alkhitab, na kuna miongoni mwao walihukumu hili kwa kuzingatia yale mazungumzo kwa wale wanaozungumziwa. Ikiwa mazungumzo yanawahusu mushriki Makka, mazungumzo yanawahusu washirikina wa Makka, basi walisema kwamba sura hii imeteremka wapi? Makka. Kwa maana walihukumu, kwa maana walichukua hukumu ya kusema kwamba sura hii imeteremka wapi? Makka. Na sio mushriki Makka, tuseme tu ikiwa sura imeteremka inawazungumzia watu wa Makka, tutumie lugha hiyo, inawazungumzia watu wa Makka, inazungumzia mambo yanayoendelea Makka, walihukumu kwamba nini? Walihukumu kwamba sura hii kwa mujibu wa khitabu yake, kwa mujibu wa mazungumzo yake, basi itakuwa ni makia. Na ikiwa sura inawazungumzia watu wa Madina, walihukumu kwamba nini? Sura hii kwa mujibu wa mazungumzo yake basi ni madaniyatu. Tamam. Tutakuja kuona hapo mbele. Anasema Sheikh al-Makki wal-Madani, maana hadha al-Makki wal-Madani, hii ni sura iliyoteremka Makka au inayonasibishwa na kuteremka Makka. Wal-Madani, na hii ni sura iliyoteremka Madina au inayonasibishwa na kuteremka Madina. Anasema Sheikh, ikhtalafa al-ulama, wametofautiana wanawazuoni fil Makki, katika kuibainisha sura ambayo ni Makki, wal Madani, na kuibainisha sura ambayo ni Madani, ala thalathati aqwalin, katika kauli ngapi? Tatu. Tumesema hukumu hii haiingii katika sura tu mpaka katika aya, lakini kwa asilimia kubwa tutakuwa tukinini tukitaja sura. Tamam. Lakini aya pia inaingia. Tamam. Ashhariha, tukizingatia hii ashhar kwa ni badali ya aqwali, kwa tutajijulisha nayo. Tamam. Ashhariha, kauli inayofahamika zaidi. Ashhariha, kauli inayofahamika zaidi, anna al-makkiyah, kwamba sura ambayo ni makki, ma nazala qabla al-hijrat, ni ile sura iliyoteremka kabla ya mtume kuhama kutoka Maka kwenda Madina. Taarifu ya makki imeishia hapa katika kauli hii maarufu. Tamam. Wal madaniya, na sura ambayo ni madani, ma nazala ba'daha, ni ile sura iliyoteremka baada ya mtume kuhama kutoka Maka kwenda Madina. Lakini akaongezea kwa kusema sawa sawa, sura hiyo nazala bi Makkatil Mukarrama, imeteremka katika mji wa Makka, au am bil Madinatil Munawwara, au katika mji wa Madina. Amal fathi, tunanasibisha dharfu hiyo, na utaona hapo amna wao. Tamam. Amal fathi, mwaka wa kufunguliwa Makka, au ama hajjatil wada'i, au mwaka ambao mtume alifanya hija ya mwisho, hija ya kuhaga. Fil hadari, iwe imeteremka katika mji, kwa maana iwe imeteremka mtume akiwa yupo katika mji. Am fi safar, au imeteremka mtume akiwa safarini. Tamam. Hiyo itazingatiwa kuwa ni madani, kwa kuwa tu imeteremka baada ya mtume kuhama kutoka Maka kwenda Madina, basi itaitwa kuwa ni madani, kwa maana itazingatiwa kuwa imeteremka Madina au itanasibishwa
na kuteremka Madina, hata kama itakuwa imeteremka Makka, hata kama itakuwa imeteremka Makka, au imeteremka mwaka ambao mtume alikuja kufanya fathi ya Makka, kwa maana amal fathi, kwa maana mwaka ambao mtume alikuja kufanya fathi ya mji wa Makka, alipokuja kuufungua mji wa Makka, sawa, au mwaka ambao mtume alikuja kuhiji hija ya mwisho, tamam, au mtume akiwa katika mji au akiwa safarini, kwa kuwa imeteremka baada ya mtume kuhama kutoka Madina kwenda kuhama kutoka Makka kwenda Madina, basi nini, sura hiyo au aya hiyo itakuwa ni madaniyatun, tamam, itazingatiwa imeteremka Madina na kunasibishwa kuwa imeteremka wapi? Madina. Hadha huwa al-asah. Kauli hii ndiyo kauli sahihi fi taarifihima, katika kuzibainisha sura katika kuzibainisha sura mbili hizi, sura ambayo ni Makki na sura ambayo ni Madani. Na kauli hii ndiyo kauli yenye nguvu na ndiyo kauli ambayo wanawazuoni wameipa kipaumbele kuliko kauli nyingine, tamam. Na ndio maana utaona hata ndani ya Qur'ani haukuti sura imeandikwa safariyun, kwa maana haukuti sura imeegemezewa sifa kuwa ni safariyun. Aya sawa, lakini katika sura utakuta ni madaniyatun au makkiyatun, sawa sawa. Kwa hiyo ndio nini? Hiyo ndio kauli ya kwanza. Hiyo ndio nini? Ndio kauli ya kwanza. Na ajabu yake ni kwamba hizi kauli zimetofautiana, lakini zote zinafanyiwa kazi. Wanawazuoni wanazitumia wanazitumia sawa sawa zote kwa pamoja, lakini kila moja inakuwa katika nafasi yake. Lakini kwenye upande wa sura naona wameegemea sana katika kauli hii ya kwanza, sawa sawa. Na katika upande wa aya nikana kwamba wamefanya tasahul, wamelegeza kamba kidogo. Katika upande wa aya wamelegeza kamba, ndiyo maana utakuta sura ni madaniyatun, lakini ndani yake kuna aya ambayo ni makkia, kama namna tulivyotoa mfano katika utangulizi wa darasa yetu, tamam. Sasa tuangalie mfano wa aya ambayo ni madaniyatun, so aya na kusudia sura. Tuangalie mfano wa sura ambayo ni madaniyatun na ndani yake kuna aya ambayo haikuteremka Madina, iliteremka sehemu nyingine, na aya hiyo inazingatiwa kuwa ni madania kwa mujibu wa kauli ya kwanza. Utaona wanawazuoni hapa wametumia kauli gani? Kauli ya kwanza, sawa sawa. Ni suratu Nisa. Suratu An-Nisa, moja katika aya zake ziliteremka wapi? Makka, lakini aya hizo au aya hiyo inazingatiwa kuwa ni madaniyatun kwa mujibu wa kauli ya kwanza. Kwa sababu gani? Suratu Nisa iliteremka baada ya mtume kuhama Makka kwenda Madina, lakini ajabu, aya hiyo imeteremka Makka, tena ndani ya Al-Kaaba, lakini inazingatiwa kuwa ni madaniyatun. Kwa hiyo utaona wanawazuoni hapa wamehukumu aya hii kwa mujibu wa kauli ya kwanza, ile aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum baina an-nas an tahkumu bil 'adli. Hakika Allah anakuamrisheni kutekeleza amana kwa wenyewe. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyofungua mji wa Makka, kuna kabila lilikuwa linaitwa Bani Shaiba ndio lilikuwa linamiliki zile funguo za Al-Kaaba. Sasa funguo zile zikachukuliwa katika ile kabila. Zilivyochukuliwa funguo zile, ndiyo ikateremka aya hii. Ilivyoteremka aya hii ni kana kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliamrishwa azirejeshe zile funguo katika koo la Bani Shaiba, na akazirejesha, na mpaka leo ziko katika mikono yao. Sasa utaona Suratu Nisa ni madania, na hii ni aya ambayo iko ndani ya Suratu Nisa, na aya hii inazingatiwa kuwa ni madania. Tena aya hii imeteremka Makka, tena ndani ya Al-Kaaba, lakini pia nini, imezingatiwa kuwa ni madania tu. Sasa wanawazuoni katika kauli hii ya kwanza wamehukumu bi'tibari zamani, kwa kuzingatia nini? Muda. Walihukumu kwamba Makia ni ile iliyoteremka kabla mtume ajahama kutoka
Makka kuna Madina, sawa sawa. Na madania ni ile ambayo iliyoteremka baada ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhama kutoka Makka kwenda wapi? Madina. Hiyo kauli ya kwanza. Athani, kauli ya pili, anna al-makkiya, kwamba sura ambayo ni makki au aya ambayo ni makki, ma nazala bi Makkah al-mukarramati walau ba'da al-hijra, ni ile sura iliyoteremka katika mji wa Makka walau ba'da al-hijra, hata kama ikiwa ni baada ya mtume kuhama. Wal madaniya, na sura au aya ambayo ni madaniya, ma nazala bi Madinati al-munawwara, ni ile iliyoteremka katika mji wa Madina, sawa. Faba nazala fil asfar, na ile iliyoteremka mtume akiwa safarini, sababu aya au sura zilikuwa zinateremka kwa mtume tu jamani, sasa haziteremki kwa sahaba, sawa sawa. Kwa fama nazala fil asfar, na zile aya au na ile aya au sura iliyoteremka mtume akiwa safarini, la yutlaqu alayhi makkiyun wala madaniyun, haiitwi kuwa ni makkiyun wala madaniyun wala madaniyun, bal yuqalu lahu, bali inaitwa sura hiyo au aya hiyo safariyun, inaitwa kwa nini safariyun, inaitwa kuwa ni safariyun. Sasa kwa mujibu wa kauli hii ya pili, kwa mujibu wa taarifu hii ya pili, ndio tutapata kuona kwamba sura za Tauba ni madania, lakini ile aya yake ya 113 ambayo tumeisoma mwanzo wa utangulizi wetu wa darasa, ikanasibishwa kuwa nini? Kuwa ni makia, sawa sawa. Aya na ile aya ambayo iko ndani ya Suratul Nisa ni madania, lakini ile aya imeteremka Makka, tena fi jawfil Kaaba, ndani ya Kaaba. Aya ile imehukumiwa kuwa ni madania tu, lakini kwa kauli hii ya pili imehukumiwa kuwa ni madania tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu imeteremka baada ya nini? Baada ya mtume kuhama kutoka Makka kwenda Madina. Lakini sasa aya ile kwa mujibu wa kauli hii ya pili hukumu yake nini? Hukumu yake inahama, haiwi nini? Haiwi madania tu, inakuwa nini? Ni makia. Kwa hiyo itakuwa Suratul Nisa ni madania, lakini aya ile ni makia. Kwa hiyo utaona ikhtilafu namna nini inavyozaa tofauti, sawa sawa, na inavyobadilisha nini mambo. Lakini pia kauli hii ya pili tukiangalia ni kauli ambayo haizienei sura zote ambazo ziko ndani ya Qur'an. Kwa ni kauli ambayo juu yake kuna taarudh, kuna pingamizi. Kwa sababu gani? Kasema makia ni ile iliyoteremka Makka, madania ni ile iliyoteremka wapi? Madina, sawa sawa. Na ile ambayo imeteremka mtume akiwa safarini ni nini? Inaitwa safariyun, sawa sawa. Aya, mtume hajafika Madina, huwa fi hududi al-Madina, yupo katika mipaka ya Madina, sura ikateremka, tutahitaji sura hiyo, itakuwa ni safari ishaisha, lakini hajafika Madina, yupo katika mipaka ya Madina, au hajafika Maka, yupo katika mipaka ya Maka, sura hiyo tutaita vipi? Kwa utaona kauli hii ya pili inaenea baadhi ya sura na haizienei sura zote, tamam. الثالث قول يتات أن المكية ما وقع خطابا لأهل مكة المكرمة، سورة ambayo ni makki ما وقع unaweza kuifasiri بمعنى نزل، تمام، بمعنى نزل. ما وقع ni ile iliyoteremka khitaban, kwa ajili ya kuwazungumzisha au kuwazungumzia liahli Makkah almukarrama, watu wa Makkah. Wal madaniyah, na sura ambayo ni madani au aya ambayo ni madani ma waqa khitaban li ahli almadinati almunawwara, ni ile iliyoteremka kwa ajili ya kuwazungumzisha au kuwazungumzia watu wa Madina. Sasa utaona kauli ya pili wamehukumu bi'tibari almakan, kwa kuzingatia nini? Sehemu. Wakasema yale waliyosema katika taarifu ya kauli ya pili. Na kauli ya tatu wamehukumu sifa mbili hizi za makki na madania bi'tibari alkhitab, kwa kuzingatia yale mazungumzo yaliyomo ndani ya sura na kwa wale wanaozungumziwa, sawa. Na kauli ya tatu pia vile vile utaona kwamba nini, haiwaenei watu wote, na kusudia sura ya sura
inaenea katika baadhi ya sura. Tamam. Kwa sababu gani? Kuna sura zimeteremka kuwazungumzia Mayahudi, kuwazungumzia Bani Israil. Je, nazo tuziite vipi? Kwa hiyo utaona kwamba katika kauli hizi tatu ambazo wanawazuoni wamekhtalifiana katika kuibainisha makini ipi na madani ipi, kuna ikhtilafu. Lakini ile kauli ya kwanza kama alivyosema Sheikh, hadha huwa al-asah, ndiyo sahihi zaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kauli inayozienea sura zote zilizomo ndani ya Qur'an. Sasa kuwa Makki ni ile iliyoteremka kabla ya hijra. Mtume awe ameenda kokote pale, lakini kwa kuwa alikuwa hajahama kutoka Makka kwenda Madina, basi ni Makki. Na zile zilizoteremka sasa baada ya mtume kuhama kutoka Makka kwenda Madina ni madani. Sawa. Hiyo ni katika upande wa sura, na ndio kauli ambayo wanawazuoni wameitumia zaidi katika kuzibainisha zile sura ambazo ni Makki na madania. Haukuti sura ambayo ni safario. Utaona juu sura inaandikwa labda suratul Nisa, chini utakuta madaniyatu. Suratul Baqara, chini madaniyatu. Tamam, hakadha. Haukuti safaria. Lakini katika upande wa aya kama tulivyosema, kwa nini wamefanya tasahul, wameregeza kamba, wakazitumia hizi kauli zote tatu kwa mujibu wa maoni yao yenye nguvu, ndio utakuta sura kwamba ni Makki, aya madani. Sasa aya sura madani, aya Makki. Tamam. وإلى هنا انتهي. الكمال لله والعصمة للأنبياء والنقص لنا. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعفو منكم.